Mpendwa msikilizaji wa Radio Mwangaza, heri sana kwa sikukuu ya Pasaka. Ni wazi watu jana tumesherehekea kiasi cha kutosha, tukimshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuletea ukombozi kwa kupitia mwana Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yetu, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu. Watu wengi wanafurahi kwa sababu ya shamra za kipasaka. Leo ni Jumatatu katika oktava ya Pasaka. Jumatatu katika oktava ya Pasaka tunaitumia sana kama siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, hasa kwa kuweza kusali, kusherehekea vizuri katika nyumba zetu na katika mahali petu pa kazi. Kila mmoja amefurahi sana. Lakini leo ningelipenda tuangalie ujumbe mmoja. Kwanza kabisa tunaona hotuba ya Petro anaposhuhudia ufufuko wa Kristo. Petro anasimama akieleza ukweli kwamba watu wa Yahudi waelewe kwamba yale waliotarajia kwamba pengine Yesu amekufa na yamekwisha, ilikuwa ni mpango usiokuwa umefanywa utafiti yakinifu. Yesu mwenyewe amefufuka. Kwa hiyo huwezi kushindana na nguvu za Mwenyezi Mungu, kumuona Mwenyezi Mungu kana kwamba unashindana na mtu wa kawaida. Yeye Mwenyezi Mungu anatupenda, amekuja kutukomboa, amekuja kututoa katika utumwa wa shetani. Basi ni kwa hivyo anawaambia wanaume kwamba hapa niseme kwa ujasiri, haya mambo yote yalianza enzi za Agano la Kale, lakini pengine watu wameshindwa kuelewa mpango wa Mwenyezi Mungu, ndio maana walitafsiri vibaya. Lakini vile vile kuna mtu mwingine ambao tunaweza tukajifunza kutoka siku ya leo. Tunapoangalia mwinjili Mathayo, tunaona akina mama waliokuwa ni watu wasioaminika enzi zile, kwamba akina mama, watumwa na watoto wasingeliweza kutoa ushahidi wa kutosha. Hao ndio wanaoleta ushahidi kwamba kweli sisi Yesu amefufuka, tumemuona, tumemsujudia Mungu wetu. Na wanapeleka ujumbe huo, wanawapasha habari ya kina Petro na wenzake kwamba Yesu amesema, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakaponiona. Lakini bado mambo ya hapa duniani yanaendelea. Tukitafakari, kunaona grupu jingine la maaskari. Maaskari wanafanya kazi vizuri, wanalinda na wanaona nguvu zimewashinda, kwa sababu kwa kulinda kwao ni kweli Yesu amefufuka. Wanashuhudia kwamba Yesu amefufuka, lakini wanazidiwa nguvu na wanasiasa ambao kwao wao wangelipenda kubaki na umaarufu. Kwa hiyo wakaona walichokifanya kumhukumu Yesu halikuwa jambo ambalo kwa kweli limewaletea ushindi. Wanatunga uongo kwamba sasa sisi tunawapeni pesa hizi, nyinyi maaskari, acheni maadili ya kazi yenu. Semeni kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba sisi tulipokuwa tumelala, wakijua kwamba kazi ya askari haikuwa kazi ya kulala. Kazi ya askari ilikuwa ni kazi ya kukaa macho, na ndio maana lazima walinde kwa zamu. Sasa lakini akasema, nyinyi msiwe na wasiwasi, sisi tutawatetea mtakapokuwa mnakabiliwa na kuadhibiwa. Basi wakati wakifanya jambo hilo kwamba mtakuwa mnaadhibiwa, sisi tutawatetea na halitawapata jambo. Kumbe Yesu anapofanya kazi hiyo ya kutukomboa, kuna wengine wanataka kuipotosha, na hao wanafikiria kwamba kwa kusema uongo mdogo wataondoa ukweli wenyewe. Ukweli daima ushinda. Tuwe watu wa kusema ukweli, tuwe watu wa kuondoa potofu, tukiri kama walivyokiri akina mama kwamba kweli Yesu amefufuka. Asante sana.